Kuna uchawi aina ya kumbiro. Naomba sogea vizuri hapo unisikilize. Unisikize vizuri kabisa, uende ikawa uchawi huu unakusumbua, lakini namna ya kuondoa huu uchawi imeshindikana. Kuna uchawi unaitwa kumbiro. Hebu sema kumbiro. Kumbiro ni uchawi ambao mtu akifanyiwa kwenye mwili wake, na baadhi ya watu wengi wamefanyiwa huu uchawi, wanahangaika nao, lakini hawajui namna ya kuweza kuondoa huu uchawi unaitwa kumbiro. Kumbiro ni uchawi mmoja mbaya sana, ambao uchawi huu mtu akirogwa kwenye mwili wake unatoa harufu. Yaani wewe unaweza kujisikia mwili wako uko sawa, lakini mwili unatoa harufu mbaya, harufu ya kunuka. Yaani unaonekana unanuka, hata ukikaa na mtu, hata ujipulizie perfume kiasi gani, lakini mwili wako unanuka sana. Mpaka watu wanakuambia umejipaka mafuta gani? Mpaka tunakwambia mbona unanuka sana? Yaani wewe unakuwa unanuka tu. Ni uchawi wa kumbiro, unatengenezwa kwa kutumia mavi ya punda. Uchawi wa kumbiro unatengenezwa kwa kutumia mavi ya mbwa. Uchawi wa kumbiro unatengenezwa kwa kutumia mzombanya. Kuna mtu unaitwa mzombanya. Kuna mtu mwingine unaitwa mvunja genge. Watu wanachukua na kitovu cha mtoto, wanachanganya na chumvi mawe, wanaweka na sindano na viwembe, alafu unafungwa, mtu anakuja kunya kwenye huo uchawi, au anachukua na mavi ya mtu anachanganya. Uchawi huo unaenda kuzikwa kwenye jalala, au unazikwa kwenye mlango wa choo. Yaani wewe hautaacha rangi yoyote kuiona kwenye dunia. Utatamani wewe maisha yako yatavyokuwa mabaya. Ni mtu ambaye ulikuwa unapendwa na watu, ni mtu ambaye watu wanakukubali, ni mtu ambaye ulikuwa una wadhifa wako, ni mtu ambaye ulikuwa una bahati, watu wanakupenda, matajiri, wazungu, watu, yani unaonekana una kismati, lakini ghafla unajikuta una nuksi ambayo sio ya kawaida. Kuna watu wanateseka kwenye hali hiyo sana. Yaani wewe utanuka, mwili wako utatoa harufu, watu wanakuona mbona unanuka? Umejipiga perfume, umeoga vizuri, lakini kila unavyooga haiwezi kukusaidia. Wewe ni mtu wa kunuka. Huu ni uchawi mmoja unasumbua watu wengi sana. Baadhi ya watu wengi wanapata shida. Hii ni kwa wake na kwa wanaume. Hii hali huwa inawatokea na inawasumbua sana sana. Ndo ile kwamba hata kama ukiwa umeajiriwa kazini utafukuzwa kazi bila sababu. Unaweza kuachwa na mpenzi wako ambaye unampenda bila sababu. Unaweza familia yako, mama yako, kaka yako akakukataa bila sababu. Unaweza ikawa unafanya kazi nzuri ikaingia nuksi. Unaweza ukafanya biashara ikaenda ikafa. Yaani ule wewe mvuto wako wa zamani wote umepotea. Mpaka wao nichanga, mbona mimi sikuwa hivi katika maisha yangu? Mbona nilikuwa nakubalika na watu? Mbona nilikuwa ni mtu ambaye nikifanya jambo langu linaenda vizuri? Lakini huu uchawi huwa unatesa watu wengi sana. Na huu pia uchawi unachangia. Kuna mtu anaweza akaumwa na maradhi. Yaani huu uchawi unakutia nuksi na pia unakutia maradhi. Kuna mtu anaweza akawa ni mtu anakonda tu automatically. Yaani kila siku nazidi kwenda mwili wake unapungua. Yaani mtu anakonda ikiwa hana ukimwi wala hana maradhi yoyote. Ana dalili zote za ukimwi, lakini akienda hospitali akipimwa anaonekana hana ukimwi. Kuna watu wanaishi maisha hayo. Kuna watu wanaishi na maradhi, wakiamka asubuhi wanaumwa mpaka jioni anaumwa. Yaani mwili wote unauma, kichwa kinauma, masikio yanauma, mgongo unauma, mwili unauma. Yaani mwili mzima ni mtu wa kuumwa. Akienda hospitali akifanyiwa check up, anaonekana yuko mzima, hana maradhi yoyote. Kuna watu mpaka wamekufa na maradhi hayajulikani. Kuna watu mpaka wamepimwa wana dalili zote za kuwa na ugonjwa wa ukimwi. Yaani zile dalili zote za mtu mwenye ugonjwa wa ukimwi na mtu anazo, lakini hana maradhi yoyote. Anakwenda hospitali, anafanya check up, anaangaliwa, lakini yuko mzima tu. Sasa wewe unabaki unajiuliza, shida ni nini? Ujue huu uchawi kumbiro unaangamiza watu wengi sana. Kwa hiyo wewe kama unasumbuliwa na maradhi haya, aidha kuna ndugu yako anasumbuliwa,
Yaani yeye anaumwa tu. Anapokwenda hospitali anaonekana yeye ni mzima, ana maradhi, ana matatizo. Usikubali kufumbia macho haya mambo. Ni mambo ya kishirikina, ni mambo ya Kiswahili. Tafuta mganga mwenye uwezo wa kweli. Sio bora kila mganga, tafuta mganga bora mwenye uwezo wa kutatua hii tatizo. Kuna vitu vingine havihitaji kisomo. Utasoma msaafu mzima, utasoma vitabu vyote, lakini mtu hawezi kupona. Kuna watu wana matatizo wamesomewa. Kuna mambo mengine haitakiwi kuingiza visomo, watakiwa kutumia tiba za asili kuondoa, kubatilisha uchawi. Kuna watu wanaamini kwamba ukifanya kitu fulani, ukifanya dua inaondoka. Kuna uchawi mwingine uondoke na dua. Inatakiwa manyanga yapigwe hapa, panatakiwa tunguri zidabaniwe hapa, panatakiwa mitishamba itumike hapa, panatakiwa majini washuke hapa, panatakiwa mizimu ifanye kazi. Kuna uchawi mwingine hausikii dawa. Kuna watu wamerogwa, wameenda kwa kila watu wengi, wameenda kwa maprofeti, wameenda kwa mashehe kusomewa dua, lakini uchawi uko pale pale. Kuna watu wametumiwa majini yao waliotumiwa kwenye mili mpaka leo hayajatoka. Wana kazi ya kuliwa pesa tu, wana kazi ya kutoa pesa tu kwa watu mbalimbali. Wamenunua kila aina ya vitu, wamekunywa kila aina ya dawa, wametumia pesa zao nyingi kwa ajili ya kutoa majini kwenye mwili yao, yameshindikana. Hii mada ya majini itakuja kuelekeza namna ya kuweza kuondoa majini mabaya kwenye mwili. Mimi naongea straight, sikulazimishi kuja kwangu na kuelekeza dawa ufanye mwenyewe. Kama ukija kwangu umeamua kuja, lakini mara nyingi huwa nawaelekeza watu ili wafanye wenyewe. Mimi ni only one, my chief, the great chief Maalim Mpili.